Na Arusha mmekuwa na kumbu mbili za mauaji ya kisiasa kwenye shughuli za Chadema. Kumbukumbu ya kwanza, tarehe 5 mwezi wa kwanza mwaka 2011, chanzo kikiwa ni uchaguzi wa 2010 na uchaguzi wa umea wa Arusha. Watu wakapigwa risasi, watu wakauawa. Mauaji ya pili yalikuwa Juni 2013, chanzo kikiwa ni uchaguzi. Wakati huo tuliwafukuza wanachama madiwani wasaliti, tukarudi tena kwenye uchaguzi hapa. Kwenye mkutano wa hadhara, wananchi mkiwa mmeiunga mkono Chadema, mtuhumiwa mmoja akarusha bomu mwaka 2013. Watu waliuawa kwa sababu ya uchaguzi. Tumekuja kuambia, kwa kuwa kwenye historia ya nchi yetu kwa nyakati mbalimbali, mwisho ikiwa uchaguzi wa vijiji na vitongoji 2024, watu wameuawa Singida, Tunduma, Dar es Salaam. Karibuni ikiwa uchaguzi wa mwaka 2020, watu wameuawa kwa sababu ya uchaguzi. Tumekuja kuwaambia, sisi Chadema tunasema imetosha damu kumwagika kwa sababu ya uchaguzi. Tunataka mabadiliko ya kikatiba na kisheria yafanyike kuwezesha uchaguzi huru na haki, ili tufanye uchaguzi bila kumwaga damu. Ndio msimamo wetu wote wanachadema, wanachama wote na wapenzi wa Chadema na Watanzania, kwamba no reforms, no reforms. Sasa ndugu zangu wa Arusha, hoja za kudai reform za mapungufu ya katiba, ibara ya 74(1), 74(5), 74(12), 74(10), 41(7), hoja hizo, hoja sisi tumekushazizungumza sana kwenye majukwaa, kwenye mazungumzo. Lakini kwa sababu niko Arusha, nisemee jambo moja, kwa kuwa Arusha hii ni makao makuu ya Mahakama ya Afrika. Zipo kesi mbili zilifunguliwa Mahakama ya Afrika hapa Arusha na zikahukumiwa. Moja ilifunguliwa zamani sana, wakati Mtikila akiwa hai, mwaka 2013. Uamuzi ukatoka Mahakama ya Afrika hapa, kesi ya mgombea binafsi. Tanzania ikaagizwa toka mwaka 2013 irekebishe katiba kama sehemu ya kufanya uchaguzi kuwa huru na haki, iingize haki ya wagombea binafsi. Serikali ya Tanzania miaka yote imepuuza kesi ambayo Mtikila alikuwa mbele, lakini nyuma yake walikuwa wanaharakati. Ikafunguliwa kesi nyingine miaka ya karibuni, ikasema kwamba katiba ya Tanzania kifungu kinachosema matokeo ya urais hayawezi kuhojiwa mahakamani ni kinyume na mikataba ya Afrika ya utawala, ya haki, ya uchaguzi. Tanzania ikapewa mwaka mmoja irekebishe katiba, wanaharakati wakiwa mstari wa mbele. Sasa mimi niko hapa Arusha
Nimemsikia rais akisema wanaharakati wakae mbali, wanaharakati wa Kenya wakae mbali, wanaharakati wa Tanzania wakae mbali. Mimi nawaambia wanaharakati, mahali pa kumshika Rais Samia ni kurudi kwa haraka Mahakama ya Afrika kukazia hukumu ili Tanzania ilazimishwe na mahakama. Uchaguzi usiendelee mpaka kwanza katiba irekebishwe, na tukishaingia kwenye kurekebisha katiba kutaka matokeo ya rais yaojiwe mahakamani, mgombea binafsi, huko napo tutashughulika na masuala ya tume na mambo mengine. Sasa rais amesema sana kwa sababu tu wanaharakati wa Kenya walikuja Tanzania kwenye kesi ya Lissu. Anasema kuja kwenye kesi ile ya mtu anatumiwa kwa uhaini kwamba wameingilia mambo ya ndani ya Tanzania. Nataka kumkumbusha Rais Samia na wapambe wake walioko hapa Arusha, kule Zambia aliyekuwa rais Kaunda alishtakiwa kwa uhaini. Nyerere alitoka Tanzania akiwa rais mstaafu akaenda Zambia kumpa shime Kaunda. Kaunda alikuwa ameweka mgomo wa kula chakula kwa sababu ya mazingira ya gerezani na mambo mengine. Nyerere akaenda kumunga mkono kule, akamwambia kula, mapambano yanaendelea. Sasa kama Nyerere alienda kumtetea mtu wa uhaini huko Zambia, Wakenya na wengine wana haki ya kuja hapa Tanzania, kwa sababu sisi wote ni familia moja ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Na makao makuu ya Jumuiya ya Afrika Mashariki yako hapa. Na bahati nzuri wanaharakati, wanasiasa tunatumia, kwa sababu hata Mahakama ya Afrika Mashariki iko hapa. Mwaka ya 2019 kulifunguliwa kesi hapa baada ya kutungwa kwa sheria mbovu ya vyama vya siasa. Marekebisho yale yakampa mamlaka mabovu msajili wa vyama vya siasa. Kesi ilifunguliwa hapa Mahakama ya Afrika Mashariki, ikasema ile sheria hiyo inayompa mamlaka ya ovyo msajili wa vyama vya siasa, sheria ile ni batili, inakiuka mkataba wa Afrika Mashariki. Tanzania ifute sheria hiyo. Leo ni siku ya pekee sana, tarehe 28 mwezi Mei, kwa sababu ndio siku ya kumbukumbu ya kuanzishwa kwa Chadema mwaka 92, kabla Chadema haijapata usajili wa kudumu tarehe 21 mwezi Januari mwaka 1993. Makofi yenu yanaashiria kwamba leo ni siku ya pekee, na walioiasisi Chadema walifanya kazi nzuri sana, tuwapongeze sana. Kwenye mkutano mkuu wa chama wa tarehe 21 mwezi Januari mwaka 2025, siku ya kumbukumbu ya kusajiliwa kwa Chadema, tulipitisha maazimio mawili. Mkutano mkuu ulipitisha moja, azimio la kuwaenzi waasisi wa chama; la pili, azimio la kuwaenzi waliouawa kwa sababu ya Chadema. Kupitia siku hii ya pekee tarehe 28 mwezi Mei, naomba kupitia kwenu nitoe shukrani kwa kweli kwa waasisi watatu. Wako waasisi wengi, lakini waasisi watatu walioasisi Chadema: mwenyekiti Edwin Mtei ambaye ana makazi yake Arusha hapa Tengeru, tunamshukuru sana. Mwenyekiti hayati Bobu Makani amezikwa Shinyanga pale, tunamshukuru sana. Tunamshukuru vile vile mwenyekiti wa tatu na mwenyekiti kijana muasisi wa Chadema, mwenyekiti Freeman Mbowe, tunawashukuru sana. Chadema ni safari ilianzishwa ikiwa na madhumuni, falsafa, itikadi, misingi. Katika safari hiyo toka mwaka 92
kuna kupokezana uongozi. Sasa uongozi uko chini ya mwenyekiti Tundu Lissu na makamu mwenyekiti John Heche. Ninawaomba watu wa kaskazini, kwa sababu mimi ni mwenzenu vile vile wa kaskazini. Kwa upande baba yangu ni Msukuma, kanda ya Ziwa Victoria. Mama yangu ni Mpare wa Kilimanjaro Kiurio. Kwa hiyo Wachaga ni watani zangu. Kaskazini hii Sakina hapo nimewahi kuishi hapo Arusha Sakina nikiwa mdogo, lakini vile vile sekondari nimekwenda kusoma Maua Seminari Kilimanjaro. Kwa hiyo nawafahamu vizuri watu wa kaskazini. Nawaomba watu wa kaskazini, nawaomba sana. Chadema iko katikati ya vita kubwa sana ambayo watawala wanaipiga dhidi ya Chadema. Vita hiyo lengo kuu ni kukwamisha no reforms no election. Vita hiyo tarehe 23 nilisema kwamba kuna mapigano kama 7 wanayapigana katika hiyo vita. Leo kwa sababu ya muda nisiyazungumze, lakini naomba kwa sababu tuko hapa soko kuu na lile bunge kule bungeni alitimizi wajibu wake. Yaani Mange Kimambi anaandika si watu wametoa siri dola milioni 26 za jeshi, bunge alijadili kule, anaandika wengine wanaleta nyaraka, bwana mkuu wa mkoa amejibikizia viwanja bilioni 1, bunge alijadili kule, sijui kimemo kimetolewa bilioni 15 wajadili, bunge limepoteza uhalali, si ndio? Sasa sisi leo hili liwe bunge letu hili la soko kuu, na nyinyi wote ni wabunge, nataka tupige kura, na mimi naomba nijiteue kuwa speaker wa bunge hili, na nitawahoji kura 3. Kura ya kwanza nataka tuwahoji ili wapate kura ya wananchi, na wapiga picha mpige kura ya wananchi. Wale mnaosema bila mabadiliko hakuna uchaguzi, no reforms no election, vidole viwili juu, vidole viwili juu, vidole viwili juu. Sasa pamoja na kura ya vidole kule bungeni si wanasema ndio, si ndio? Sasa sisi tuseme no reforms no election, no reforms no election, no reforms no election, no reforms no election, no reforms no election. Asanteni sana. Kura ya pili. Sisi tukiwaambia wafanye reforms, wao wanasema huu ni mwezi Mei, muda hautoshi, uchaguzi uko Oktoba, bunge linavunjwa tarehe 27. Sisi tunawaambia kama mnasema muda hautoshi, sisi tuko tayari uchaguzi usogezwe mbele mpaka kwanza reforms zifanyike. Sasa hayo makofi peke yake hayatoshi. Bunge hili lipige kura ya vidole. Wale mnaunga mkono kwamba uchaguzi uahirishwe, vidole viwili juu. Uchaguzi uahirishwe, vidole viwili juu. Uchaguzi uahirishwe, vidole viwili juu. Sasa tuwaambie kwa sauti, wasikie sauti ya watu, kwa sababu sauti ya watu ni sauti ya Mungu. Tuseme tuko tayari uchaguzi uahirishwe. Tuko tayari uchaguzi uahirishwe. Tuko tayari uchaguzi uahirishwe. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti John Heche, karibu sana uzungumze na Watanzania wa Arusha.